Matumaini yangu mzima wa afya, mtazamaji wa SAUT TV. Karibu katika kipindi cha Kioo cha Mwanamke, kipindi ambacho kinakupa fursa ya kujua yale yote mafanikio yaliyofanywa na mwanamke katika jamii. Kwa siku ya leo nitakaye kuongozea kipindi hiki, jina langu ni Mariam Fakii, nikiwa na mada mezani, mwanamke katika taaluma, ambapo nitakuwa naye mkuu wa idara ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino, Dr. Kanaeli Kale, lakini pia akiwa ni mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari wanawake nchini Tanzania. Nikusihi uendelee kusalia nasi kuanzia mwanzo hadi tamati. Dr. habari za sasa hivi? Salama. Pole na hongera kwa kazi. Asante. Tukianza tu, wewe kama mwanamke kiongozi katika chuo cha Mtakatifu Agustino kama mkuu wa idara, safari yako hasa ilianzia wapi? Safari yangu ya kuwa mkuu wa idara ilianzia pale ambapo nilipoamua kuwa sasa kuwa kioo katika jamii. Ndio ndoto zangu za kusoma uandishi wa habari. Katika kusoma uandishi wa habari nilipenda sana kuandika mashairi mwanzo. Na nilikuwa nikiandika mashairi hasa kuhusu mtoto wa kike. Sasa wewe kama mwanamke kiongozi, kupitia kwa sasa, hali ya sasa, unaona wanawake katika taaluma hali yao ipoje kwa sasa nchini? Hali ya wanawake katika taaluma, sina zile takwimu haswa zote, lakini hata kwa kuangalia tu wanawake sasa hivi wamepata nafasi na ni kwa sababu ya kuongezeka kwa ongezeko la wanawake ambao wanapata elimu. Tutaangalia katika sekondari, nafasi ya wanawake imeongezeka. Kwenye vyuo vikuu unaweza kuona kama sasa hivi wanawake wameongezeka. Kwa hiyo nataka ushindani wa ajira vile wanawake wanakuwa wanaongezeka. Na hata katika nafasi, mtu tunasema jambo kubwa zaidi ni mwanamke kuwa katika nafasi ya kufanya maamuzi, na hiyo nafasi ni nafasi ya uongozi. Hata katika chuo hapa unaona kabisa wanawake ni wengi. Na kama hivi sisi tunayo hii shule ya uandishi wa habari ambayo ina idara 4. Katika zile idara 4, 3 zimeshikiwa na wanawake, yani wale wakuu wa idara 3 ni wanawake na mmoja ni mwanamume. Kwa hiyo unaona kabisa hakuna ubaguzi katika kutoa zile nafasi za kushika maamuzi. Kwa hiyo hali kwa upande wa chuo cha SAUT, wao kama wao wamejitahidi kuweka ule usawa kuwawezesha wanawake. Wamejitahidi, hata katika vyuo vingine wanajitahidi, lakini na wanawake sasa na wenyewe kuongeza bidii. Kwa sababu zile nafasi hazitolewi kwa sababu kusema kwamba ni kwa sababu mwanamke tu apewe. Hapana, lazima uonyeshe kwamba kweli nafasi unaweza kuishika. Ndio. Na tukiangazia kwamba katika kila safari kuna changamoto, kwa upande wako, kwa sababu wewe pia ni mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari wanawake, lakini pia ni mkuu wa idara ambapo unawasimamia watu wa jinsia tofauti, wanawake na wanaume. Sasa changamoto ipi kubwa ambayo wewe umekabiliana nayo, na yani mpaka kuna muda ikakupelekea ukasema hii kweli ni changamoto ambayo natakiwa nipambane ili nifikie sehemu fulani? Changamoto, yani siwezi kusema kuna changamoto imekabiliana nayo kwa sababu labda mimi ni mwanamke hii changamoto ndio imenipata. Kwa sababu hata kwenye uandishi wa habari ndio hakuna kusema kwamba hivi ni vitu vya wanawake ni vitu vya wanaume. Ukiwa editor lazima ufanye sawa na wale wenzako. Labda changamoto ambayo inatokea kwa sababu sisi kuna majukumu yale ambayo tumepewa, kwa mfano majukumu ya malezi. Unaweza ukawa niko hapa lakini kuna mtoto anaumwa. Unaona? Ama huko hapa kuna mtu anasema mama anaumwa. Anakutegemea wewe mwanamke ndio uende zaidi kuliko labda mwanamume. Hiyo inakuwa ndio changamoto ambayo tunakutana nayo hasa viongozi ambao ni jinsia ya kike. Lakini kwenye swala la kazi siku hizi wanaume nao wameelimika. Kwa sababu miaka ya nyuma watu wanasema kwa sababu ni mwanamke utaonekana wewe huwezi. Sema kweli siku hizi hiyo imeondoka. Ile mambo ya kuambia kwa mwanamke hawezi imeondoka. Imepungua, yani imepungua kama wanasema imepungua. Haikuondoka kabisa lakini imepungua. Lakini sasa ili uweze kupanda zaidi na zaidi, lazima ufanye kazi kwa bidii. Lazima uonyeshe kwamba kuna kitu kimefanywa na sio walimu tu ambao ndio watakufanyia tathmini. Hata nyie wanafunzi sisi tunasema ambao mnafanyia mwalimu tathmini kwamba nyie mnaona mtu anafundishaje. Mnaonaje uongozi wake? Kwa sababu sasa hivi ni wakati wa uwazi na ukweli. Kwa hiyo tathmini haifanyi na upande mmoja. Wale ambao wanapewa ile huduma na wale wakubwa wako wakazi nao na nao nisimamia. Kwa hiyo unakuta katika hapo hakuna cha kusema kwamba kwa sababu mimi mwanamke nimeonewa. Hiyo ni kitu ambacho vile vile
yani inferiority complex, kwamba unajiona kwa sababu mimi ni mwanamke. Kitu tumewambia hamna cha kusema kwa sababu mimi ni mwanamke, kwa sababu naweza hii nafasi. Umeona? Kwa hiyo na ile kusoma na kuendelea kupatiwa training kwamba usiseme mimi kwa sababu pale, maana unaweza vile vile ukawa kama vile, yaani kuna pande mbili. Kuna pande ya wewe mwenyewe kujishusha na pande ya watu, mtazamo wa watu kukushusha. Kama usipokubali kushushwa, lazima na wale wengine watakuheshimu. Lakini ukianza kusema mimi kwa sababu ni mwanamke wamenifanyia hivi, je, umetimiza majukumu yako inavyotakiwa? Na kama umetimiza majukumu yako inavyotakiwa, ina maana kwamba lazima uwe na confidence. Hapo umezungumzia masuala ya kujiamini. Kwa wewe sasa, kwa upande wako, kupitia taaluma yako, imekujengeaje ile namna ya kujiamini unaposimama popote katika jamii? Nimejengewa hiyo ya kujiamini kwa sababu kulikuwa na mafunzo ya kuwawezesha wanawake. Kuna mafunzo kwa ajili ya viongozi, na mimi mwenyewe natoa mafunzo kwa ajili ya wanawake kuweza kujitambua na kujiamini zaidi. Kwa hiyo unaambiwa uondokane na ile dhana potofu kwamba mwanamke hawezi. Ondokana na dhana potofu kwamba mimi sifanyi kitu fulani ili nijishike na hiki kitu cha kusema mimi ni mwanamke. Unaona, kwa ukishaondokana na zile semina zile zinasaidia sana kujenga. Kama mwandishi wa habari unafanya kazi yako, lakini unapewa semina zaidi za kujenga. Na kupitia TAMWA tumepata semina nyingi zinazokuwa zinatolewa na mashirika mbalimbali, mashirika ya Umoja wa Mataifa, nyingine zinatolewa na serikali kwa ajili ya kutujenga kwamba mwanamke unaweza. Hapo kidogo umegusia masuala ya dhana potofu. Kwa upande wako, ushawahi kukumbana na ile kwamba hali labda katika jamii yako ama familia, kipindi ndo unataka uanze kuipambania taaluma yako, kwamba akakwambia kwa sababu wewe ni wa kike huwezi kwenda shule? Yani ushawahi kukumbana na hali kama hiyo, yani watu kuleta vikwazo kwamba wewe kuendelea na taaluma yako kutokana na jinsia yako? Hapana, sisi kwa upande wa jamii ambao nimetoka, elimu inakuwa kwa watu wote. Nilipata changamoto kidogo wakati nilisema nataka kuwa mwandishi wa habari. Hapo ndio walikawa wakasema hii taaluma sisi tunaona sio nzuri. Hii taaluma ni ya watu kama wasiokuwa na heshima. Yaani kwa zamani enzi zetu hizo, kwenda kwenye uwanja wa mpira, unataka kwenda kuripoti mtoto wa kike, wanaona kama wewe ni mtu ambaye umekosa nidhamu, umekosa maadili. Kwa hiyo wakasema jamani, sisi sidhani kama tutaweza kukusaidia kwenye hii safari yako ya kuana ya kwenda kwenye uandishi wa habari. Lakini Mungu si athumani, nikapata ufadhili kupitia serikali na ubalozi wa Canada. Kwa hiyo ndio nimekuja kusoma hapa Sauti nikiwa niko tayari na ufadhili kupitia serikali, kwa sababu wazazi sasa tuzikusaidia. Kwa sababu waliona ni kitu ambacho ni kwa mwanamke hakikai vizuri. Sasa sio hii, naona kama taaluma hii sio nzuri. Hii ndio swala la wazazi kuichukulia kwamba uandishi wa habari kwa mwanamke ni kama, yani sio maadili. Kwako ulibebaje hasa, ama ilikuwa ni kama, yani kama tunaweza kusema kitu cha kukuhamasisha wewe kuonyesha kwamba mnachokidhania ni tofauti? Mimi niliwaambia kwamba wakati utafika na mtaona kwamba kile ambacho nakipambania sio kile ambacho mnakifikiria. Na jambo ambalo lilikuwa linasababisha kipindi hicho, mavazi vile vile. Watu wanawake walikuwa wanavaa vibaya. Mtu anaona wewe uvaji wako huu ni kama fuska fulani, yani wewe ni kama muhuni fulani. Nasema lakini habari kuna ambao wanavaa vizuri. Na sasa unakuta wengine watu wanasema kwenye msafara wa mama na kenge wamo. Kwa hiyo kuna watu wengine wanajifanya wao ni waandishi wa habari, lakini sio waandishi wa habari professional. Na ndio maana kama hapa nasema tuzingatie sana mavazi. Mavazi yatakuonyesha wewe ni nani. Lakini kama ukivaa vibaya vibaya, utaweza kutofautishwa wewe ni mtu ambaye unatafuta ukahaba huko, ama wewe ni mwandishi wa habari. Lakini na vile kazi zako. Maana kazi zangu mimi zilinibeba. Unakwenda kusemea watu ambao unaona sauti yao haijasikika. Nilikuwa napenda kuandika habari kuhusu watu wenye ulemavu. Nilikuwa napenda kuandika habari kuhusu magonjwa yale yasiyoambukiza, kwa mfano magonjwa kama kifafa, watu magonjwa ya akili, watu wenye ulemavu, watu albino. Sasa zile habari zilikuwa zinasaidia, na ukiandika kitu kisaidia unapata watu wanakuamini vile vile. Kuandika kuhusu wasichana, maendeleo yao mashuleni. Nilikuwa nikipita mashuleni kuangalia vile vile mazingira ya shuleni yanafananaje. Kwa hiyo hapo
nikaweza kupata msaada zaidi na nikaalikwa katika mikutano mingi ya Umoja Mataifa. Naona na nikashika nafasi nyingi katika za uongozi katika haya masuala, na vile vile nikaweza kupata ufadhili wa kuja kuendelea na masomo yangu kwa degree ya pili. Na tukimalizia tu, ujumbe wako sasa ni upi kwa wale wanawake ambao wanatamani kupitia taaluma yao waweze kufikia nafasi fulani ya uongozi kama ambavyo umefikia wewe, lakini bado wana ule uoga? Ni kujiamini. Cha kwanza ni kujiamini, na nimesema kwenye kujiamini ni kuanza na matendo. Kuanzia uvaaji. Unavyoamka nyumbani, vaa kama mtu ambaye unasema mimi nataka kuwa kiongozi. Ndio. Jabebe majukumu yako. Fanya mpangilio wa shughuli zako. Nidhamu, uwe na nidhamu kwa wadogo na wakubwa. Lakini vile vile kumtanguliza Mungu mbele. Ukiamka asubuhi, anza na Mungu. Na kama umeanza na Mungu, huwezi kwenda kwenye vitu ambavyo sio vya maana. Vile vile utaujali muda, kwa sababu Mungu mwenye muda ameweka saa 10 masaa hayo mpaka saa 12 giza linaingia. Unafanya nini kwa kipindi hicho? Alafu kuweza kufanya mambo mengi kwa wakati mdogo. Unaona? Sio mtu anakwenda, kwa mfano naweza katulia mfano, mtu unakwenda saluni unakuta anatengeneza kucha masaa 3. Kucha tu masaa 3. Hujaenda kupika, hujafanya nini. Kama umepangilia kuanzia asubuhi mambo yako unafanyaje, na kwa hiyo wiki unataka ufanye vitu vingapi, utakuwa umeweza kufanya. Mimi nataka nisimamie wanafunzi wangu vizuri wa research, nataka nifundishe vizuri, lakini bado natakiwa niandike, lakini vile vile natakiwa ni save jamii, lakini vile vile natakiwa ni save familia. Unakuwa umepanga mambo yako yote katika mpangilio mzuri na mambo yanaenda. Lakini kufanya tathmini vile vile. Katika hiyo siku mpaka imefika jioni, mambo yako umeyafanya ukayatimiza yote yale ambayo ulikuwa unataka kuyatimiza, kwa sababu usipofanya tathmini ina maana kwamba hutaweza kutimiza yale mambo ambayo umepanga. Kwa hiyo lazima uwe na time framework. Sasa hivi nitafanya nini, lakini malengo yangu yakoje? Na mtazamaji wa SAUT TV, kufikia hapo sina la ziada kwa siku ya leo ndani ya Kioo cha Mwanamke. Nikukumbushe ulikuwa nami Mariam Fakii kuanzia mwanzo hadi tamati, nikiwa na mada mezani, mwanamke katika taaluma, ambapo pia nilikuwa naye mkuu wa idara ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino, Dr. Kanaeli Kaale, akiwa pia ni mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari wanawake nchini Tanzania. Nikukumbushe pia usisahau kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii kule Instagram, Facebook na YouTube kama SAUT TV, na kule TikTok @SAUT TV TZ. Uwe na wakati mwema. Na siku zote tunasema hivi, kioo cha mwanamke, jitazame. Tunaangazia mafanikio ya mwanamke katika jamii zetu. Bye.